Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Naibu Waziri wa Madini Dr. Steven Kiruso ameongoza juhudi za serikali kutatua mgogoro wa mgodi wa madini ya vito aina ya Amazonite uliopo kitongoji cha Mandagawa, kijiji cha Kwiding, wilaya ya Karatu mkoani Arusha. Kampuni ya Paradiso Minerals Limited na mwekezaji wa msaada wa kiufundi Zauhao. Akifungua kikao cha majadiliano, Dr. Kiruso amesema lengo la serikali ni kuhakikisha haki za pande zote mbili zinalindwa kwa kuzingatia matakwa ya Sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan Sheria ya Madini sura 123. Ili kutatua mgogoro huo, Dr. Kiruso ameelekeza kuwa kampuni ya Paradiso Minerals Limited mbia wake kuzalisha madini mpaka yatakapofikia kiasi cha makontena 70 ambayo ni sawa na kiasi cha shilingi bilioni 1.4 ambazo tayari kampuni ya Paradiso imeshalipwa, na baada ya hapo mkataba uliopo utasitishwa ili kuruhusu kuandaliwa kwa mkataba mpya utakaozingatia matakwa kwa usahihi ya kanuni za mafundi za usaidizi wa ufundi TSA za mwaka 2025. Aidha, serikali imeipa kampuni ya Paradiso muda wa wiki 2 kurekebisha mapungufu ya kiusalama mgodini, ikiwemo masuala ya usimamizi wa mazingira, usalama wa wafanyakazi, uwepo wa mpango rasmi wa uchimbaji, mpango wa kufunga mgodi pamoja na mkakati wa kuhamisha ujuzi kwa wazawa. Dr. Kiruso amesisitiza kuwa msaada wa kiufundi una nafasi muhimu katika kukuza wachimbaji wadogo kwa kuleta teknolojia na utaalamu wa kisasa, lakini akaonya kuwa lazima utekelezwe kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi. Kwa upande wa kampuni ya Paradiso Minerals Limited, wakili wake Sabato Ngogo amesema makubaliano ya awali kuza kwa bei ya shilingi 800 kwa kilo na kwamba tayari kampuni imepokea shilingi bilioni 1.4 kama malipo ya awali. Hata hivyo, Ngogo ameeleza kuwepo kwa changamoto baada ya Zauhao kuonesha nia ya kununua mawe makubwa yenye ubora pekee, huku mawe madogo yakikosa soko, hali inayohitaji mapitio ya bei ili kuendana na hali halisi ya soko. Kwa upande wake, wakili wa Zauhao Wallace Mfuko amesema malipo ya bilioni 1.4 yalikuwa yakifanyika kwa mfumo wa malipo ya kila mwezi ya shilingi milioni 100 bila kuzingatia uzalishaji halisi. Ameongeza kuwa mwekezaji wake anapendelea mawe makubwa kutokana na mahitaji ya soko, huku akipendekeza kuruhusiwa kwa uzalishaji wa miezi 3 ili kufikia thamani ya fedha iliyolipwa kabla ya kufanya majadiliano mapya ya bei. Katika hatua nyingine, imeelezwa kuwa Machi 17, 2026, kampuni ya Paradiso Minerals Limited iliwasilisha maombi ya dharura katika Mahakama Kuu Kanda ya Arusha kuzuia usafirishaji wa madini yaliyo kwenye mgogoro. Mahakama ilitoa amri ya muda inayomzuia Zauhao kusafirisha madini hayo hadi shauri la msingi litakapotolewa uamuzi. Awali, afisa madini mkazi wa mkoa wa Arusha Godson Kamianda amesema ukaguzi uliofanywa mgodini ulibaini uwepo wa hatari kubwa kwa mazingira, usalama wa wafanyakazi na mali. Kufuatia hali hiyo, ofisi yake ilisimamisha shughuli za uzalishaji Januari 19, 2026 hadi marekebisho yatakapofanyika. Serikali imetoa wito kwa wachimbaji wadogo wa madini nchini kuhakikisha wanazingatia matakwa ya sheria